Mafanikio ya kifedha yanajengwa kupitia kanuni na nidhamu ya maisha ya kila siku. Ili ufanikiwe, lazima uelewe kanuni na hatua za kuchukua na namna ya kuzitumia. Kanuni ya kwanza ni kuanza. Kuanza ni hatua ya kwanza na muhimu kwenye safari ya mafanikio. Watu wengi wanashindwa kwa sababu ya kuchelewa kuanza na kujipa moyo bado muda upo. Mafanikio yanaanza pale unapochukua hatua ya kuanza. Kuanza kunajenga uzoefu, ujasiri na kukusogeza karibu na malengo yako. Kanuni ya pili ni kuweka akiba. Kuweka akiba ni msingi wa kifedha unaofanyika kwa kutenga sehemu ndogo ya kipato chako badala ya kutumia pesa yote unayoipata. Akiba inakupa usalama wakati wa changamoto na inakuwa kama mtaji wa kupata na kutumia fursa mbalimbali zitakazojitokeza. Bila kuweka akiba, ni vigumu kujenga uhuru wa kifedha. Kanuni ya tatu ni kuwekeza. Kuwekeza ni kutumia fedha zako kuzalisha fedha nyingine. Badala ya pesa kukaa bila kazi yoyote, unaiwekeza kwa kuiweka kwenye shughuli zinazoongeza thamani na kipato endelevu. Uwekezaji mzuri huwa unajenga mafanikio ya muda mrefu. Lakini pia uwekezaji ni njia ya kuhakikisha pesa yako inafanya kazi kwa ajili yako ili upate pesa na sio wewe kufanya kazi ili upate pesa. Kanuni ya nne ni kununua asset. Asset ni vitu vinavyoleta kipato au kuongeza thamani inayodumu kwa muda mrefu. Kila unaponunua asset, unajenga msingi wa kupata mafanikio ya kudumu. Watu wengi wenye mafanikio makubwa duniani wamejikita zaidi kwenye ununuzi wa asset. Kanuni ya tano ni kuwa na vyanzo mbalimbali vya mapato. Kiuchumi, kutegemea chanzo kimoja cha mapato ni hatari kwa usalama wa kifedha. Maisha ya sasa yanahitaji mtu awe na vyanzo mbalimbali vinavyompatia kipato. Vyanzo mbalimbali vya mapato vitakusaidia kujenga usalama mzuri wa kifedha na kukuongezea kasi ya kufikia uhuru wa kifedha.